Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikisha katika khutba ya leo, tutazungumzia habari zinazohusu taratibu za kuziendea ndoa kwa mujibu na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tukisema neno ndoa katika lugha ya Kiarabu lina maana ya nikah. Ndoa wanachuoni wanaitambulisha kwamba ni aqdun yatadhammanu ibahata alwat'i bilafdhi inkahi au tazwij. Ndoa katika sheria ya dini ni mkataba, ni makubaliano yanayokusanya ruhusa ya kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamume na mwanamke waliokuwa hawana ujamaa wa karibu, kwa kutumia maneno maalum kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Hii ndiyo maana na taarifu ya ndoa. Kwa hiyo ni mkataba na ni makubaliano, na makubaliano haya ya ndoa huwa yanafanywa na watu wawili. Mtu wa kwanza sheria imemwita kuwa ni walii, ikiwa na maana msimamizi au yule anayetawalia ndoa, na yeye anasimamia akiwa anawakilisha upande wa yule anayeolewa. Na mtu wa pili sheria imemwita kuwa ni azauj, ni yule mume ambaye yeye ndiye anayeingia mkataba uliosimamiwa na yule aliyekuwa walii. Sasa leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwafikisha katika khutba yetu, tutagusa sana katika upande na daraja za uwalii, na ndiyo maeneo ambayo watu wengi sana huwa tunaghaflika nayo. Ndoa nyingi watu katika kuzisimamia na kuziozesha huwa wanachanganya, na ukiharibu tu katika upande wa walii, bila ya shaka ndoa haikusihi. Ndoa hiyo inatakiwa ifungwe tena upya. Sasa tuwe pamoja kusikiliza. Allah akipenda nitataja daraja 10 za uwalii, na kila mmoja awe makini kukumbuka ni yupi aliyesimamia katika ndoa yake. Sheria inasema mtu wa kwanza mwenye haki ya kusimamia ndoa ya huyo binti anayeolewa ni baba mzazi wa muolewa mwenyewe. Kumbuka, tukisema baba mzazi, anayetambulika kisheria ni yule baba aliyempata binti ndani ya ndoa. Na tukisema ndani ya ndoa, tunakusudia mimba imeingia mama akiwa ameshaolewa, hata kama binti atazaliwa baada ya kuwa mama yake ameachana na baba yake. Na tukisema mtoto wa nje ya ndoa, tunakusudia ni yule ambaye mimba inaingia mama wa binti bado hajaolewa, hata kama kipindi mtoto anazaliwa ilikuwa mama yake ameshaolewa. Kwa hiyo mtu wa kwanza mwenye mamlaka ya kusimamia ndoa ni baba mzazi wa binti anayeolewa. Huyo ndiyo daraja namba 1. Na daraja namba 2, babu, mzaa baba wa binti anayeolewa, ikiwa na maana baba mzazi amekufa, basi namba 2 atakuwa ni babu mzaa baba. Na daraja namba 3 ni kaka wa muolewa, baba mmoja, mama mmoja na binti anayeolewa. Kaka wa anayeolewa aliyekutana baba mmoja, mama mmoja na binti anayeolewa, huyo ni namba 3.
Namba 4 anakuwa ni kaka wa baba mmoja wa muolewa, huyu ndiyo namba 4. Na walii namba 5 atakuwa ni mtoto wa kaka wa baba mmoja mama mmoja. Kwa lugha nyingine, atakayemuozesha atamwita shangazi. Mtoto wa kaka wa baba mmoja mama mmoja na binti anayeolewa, mtoto wa kaka yake. Kwa hiyo huyu kijana atamuozesha shangazi yake aliyekutana baba mmoja mama mmoja na baba yake. Huyo ni walii namba 5. Walii namba 6 anakuwa ni mtoto wa kaka wa baba mmoja, kwa maana atamuozesha shangazi yake aliyekutana baba mmoja na baba yake. Huyo ni walii namba 6. Walii namba 5, walii anayefuata atakuwa ni baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja mama mmoja na baba wa binti anayeolewa. Yeye namba yake ni hiyo, atafata baada ya kukosekana mtoto wa kaka, na sivyo ambavyo wengi wetu huwa tunafanya. Baada ya yeye, walii anayefuata ni baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja na baba wa muolewa. Yeye namba yake ni hiyo. Lakini baada ya yeye, walii anayefuata ni mtoto wa baba mkubwa aliyekutana baba mmoja mama mmoja na baba wa binti anayeolewa. Huyo ni walii namba 9. Na walii namba 10 ni mtoto wa baba mkubwa au baba mdogo aliyekutana baba mmoja na binti anayeolewa. Daraja hizo ndiyo daraja za uwalii, na hao ndio wanaotakiwa kuozesha. Sasa ikitokea binti ameozeshwa na kaka yake au ameozeshwa na baba mdogo, hali ya kuwa namba yake haikufika, pasi na kupewa idhini na mwenye namba yake, ndoa hiyo inakuwa ni ndoa batili, na sheria inasema ndoa hiyo inatakiwa irudiwe upya. Lakini leo hii tuna mtihani mkubwa. Watu hupata watoto kupitia nje ya ndoa. Ni wale watoto ambao hawana mawalii kisheria. Sheria inasemaje? Watoto hawa wana haki ya kuozeshwa na nani? Imamu wa msikiti, mwalimu wa madarasa, shekhe wa mtaa, au ni nani? Sheria inasema imamu wa msikiti haruhusiwi kuwa walii wa mtoto wa nje ya ndoa. Mwalimu wa madarasa haruhusiwi kuwa walii wa binti wa nje ya ndoa. Binti aliyezaliwa nje ya ndoa, walii wake anakuwa ni kadhi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, as-sultanu waliyu man la waliya la. Kiongozi wa nchi katika zile nchi zinaongozwa katika taratibu za Kiislamu, lakini hizi nchi zetu, kadhi yeye ana mamlaka na ana haki ya kumuozesha binti aliyemkosa walii. Tukisema binti aliyemkosa walii, tunamkusudia binti aliyezaliwa nje ya ndoa, tunamkusudia binti ambaye wazazi wake si Waislamu, amesilimu yeye. Huyu ataozeshwa na kadhi, kwa hiyo yeye ndiye mwenye mamlaka. Lakini yawezekana kadhi tusiwe naye, au ikawa shida namna ya kupatikana kadhi. Nani anayemuozesha? Binti aliyezaliwa nje ya ndoa au binti ambaye wazazi wake si Waislamu. Kuna mtu mmoja anaitwa muhakam. Katika sheria ya dini kuna kitu kinaitwa amaliyatu tahkim. Muhakam ni nani? Muhakam ni mtu aliyekuwa na maarifa ya dini vizuri sana. Huyu atapewa mamlaka ya kumuozesha
binti ambaye amezaliwa nje ya ndoa au ameslimu wazazi wake si Waislamu. Mamlaka haya anapewa na nani? Mamlaka haya atapewa na watu wawili. Mtu wa kwanza atakuwa ni binti mwenyewe na mtu wa pili atakuwa ni mume. Watu wawili hawa watatamka kwa vinywa vyao na kumwambia huyo mwenye maarifa ya dini, tumekupa uhakimu. Mke atamwambia nimekupa uhakimu wa kuniozesha kwa fulani bini fulani. Kadhalika mume naye atatamka maneno hayo hayo, lakini kwa sharti asiwepo kadhi. Kama kadhi yupo, sheria haimpi nafasi shekhe kupewa uhakimu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika wale wanaoyasikiliza mazuri na hatimaye tukayafanyia kazi. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almu'tadun wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahil azizil hakim. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ninawatakia nyinyi pamoja na nafsi yangu da'wa ya kuwahusia na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana. Ndugu zangu katika imani, tumeisikia hutuba ya awali ikitueleza namna gani taratibu za ndoa ya Kiislamu zinavyoendeshwa. Lakini leo hii kuna wale watu ambao Mwenyezi Mungu ameshawapa mtihani, walishaoa wake wa sampuli hiyo, wakiwa wameozeshwa na hao ambao sheria haiwatambui katika ndoa zao. Nini wanatakiwa wafanye? Wale ambao walioozeshwa na wasiostahiki, sheria inawaambia wafate utaratibu. Lakini yawezekana ikawa Allah ameshawajaalia vizazi, wana watoto katika familia yao. Je, watoto ni wa nje ya ndoa? Watoto ni wa zinaa? Hapana. Muda wa kuwa walifanya wakiwa hawana ilmu, watoto hawaitwi kuwa ni watoto wa zinaa, na wala watoto hawaitwi kuwa ni watoto wa ndoa, bali watoto wanaitwa kuwa ni watoto wa shubaha, ikiwa na maana ni watoto ambao wanaofananika na uhalali. Watoto hawa sheria inawaruhusu kuwarithi pale ambapo mtakapokufa, na ikitokea wamekufa watoto, sheria inawaruhusu nyinyi kuwarithi. Watoto hawa wakitaka kuozeshwa, sheria inawaruhusu nyinyi kuwa mawalii wa watoto hawa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutilie baraka katika vizazi vyetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وارض اللهم عن الخلفاء الكرام خصوصا منهم ذي الأصل العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع القرآن
أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.